Baraza la Maaskofu Katoliki nchini limezindua kampeni ya Kwaresma mwaka huu katika jimbo la Lodwar, kaunti ya Turkana, likiwa na kauli mbiu kujenga Kenya yenye haki, amani na umoja, tukidumisha heshima ya binadamu. Maaskofu wanasema kuwa heshima ya maisha ya binadamu ni msingi wa mafundisho ya kijamii na kanisa pia, na kwamba hali ya umaskini, ukosefu wa ajira, njaa, ufisadi, huduma duni za kijamii zinaendelea kudhalilisha pakubwa wananchi. Wameonya viongozi dhidi ya kampeni za mapema wakati ambapo tunaelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, wakisema kuwa zinachochea chuki na vurugu, na wakitaka mshikamano wa kitaifa. Aidha, wamekemea matumizi ya nguvu kupita kiasi na vitendo vya vurugu katika mikusanyiko ya amani, wakisisitiza kuwa kanisa ni eneo takatifu na ambalo linastahili kupewa heshima yake. Naam, asante sana mwenzangu Liza. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Bila shaka swala zima likiwa swala hili la kampeni ya Kwaresma ambayo inaongozwa na kanisa Katoliki, na bila shaka maaskofu 6 wameweza kuwa eneo hili kuweza kufanya misa takatifu. Misa yenyewe imeangazia masuala mbalimbali na vile kama ikiwemo ufisadi katika taifa letu. Maaskofu hao wameweza kupinga masuala ya ufisadi, siasa mbaya na vile vile mambo ya usalama yanayotokea hususan katika kaunti hii ya Turkana. Na bila shaka niweze kuzungumza na father ama kasisi katika eneo hili, tuweze kuzungumza naye akaweze kutuelezea yale yalikuwa yakijiri. Pengine songea hapa hivi father, na utueleze, pengine anza kwa majina na utuambie yale yaliyojiri ni nini haswa katika eneo hili. Mimi kwa majina naitwa Father Ignatius Mwinamo, ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano katika jimbo la Lodwar, na leo tumeshuhudia kuzindua rasmi kwa Lenten campaign ama kampeni ya Kwaresma ya mwaka huu 2026. Lenten campaign ni kawaida ni ya kuweza kuzindua Wakristo kujiandaa katika mfungo wa Kwaresma ambao unaandaa kwa ajili ya sherehe za Pasaka. Katika nyakati hizi tunatafakari kuhusu masuala ambayo yanahusu jamii. Maaskofu wangapi pengine wameweza kuzuru eneo hili na wakaweza kuzindua mpango huu wa Kwaresma? Kulikuwa na maaskofu 6, tukianza na askofu wetu wa jimbo la Lodwar John Mbinda. Kumekuwa na askofu wa Kitale ambaye anaitwa Bishop Juma. Kumekuwa na Archbishop wa Kisumu ambaye ni Bishop Makumba Morris, ambaye ndiye aliadhimisha, ambaye alikuwa main celebrant ambaye aliadhimisha misa ya leo. Na pia kumekuwa na Bishop Anthony Muheria ambaye ni na Archbishop wa Nyeri. Kumekuwa na Bishop wa Kapsabet Lelei, na pia tumekuwa na Askofu Kamomoe ambaye ni msimamizi wa idara ya haki na amani katika KCCB ama katika Baraza la Maaskofu wa Kenya. Pengine masuala yapi ambayo yameibuliwa na maaskofu hao wakaweza kuyazungumzia eneo hili? Masuala ambayo yameibuliwa ni yale ambayo yako katika Lenten campaign ya mwaka huu. Swala la kwanza ni kuhusu uongozi bora ama uongozi uadilifu ambao tunahitaji kwanza katika majumuiya zetu katika kanisa, lakini pia katika jamii, kwa sababu tukiwa na uongozi bora, basi taifa litaenda kwa njia inayofaa, jamii zetu zitaenda kwa njia ambayo ni nzuri, na hata kanisa litaenda kwa njia iliyo nzuri. Kwa hivyo unaangazia masuala hayo ili taifa letu liweze kupata uongozi ambao unafaa. Kumekuwa na masuala mbalimbali, haswa masuala ya siasa katika taifa la Kenya. Je, swala hili limeweza kuzungumziwa? Masuala ya kisiasa kuhusiana, pengine ungekuwa particular kuhusiana pengine masuala siasa mbaya, pengine na zile tumeona watu viongozi kuweza kuongeleana vibaya, viongozi hii kundi na kundi ile. Naongelea je, maaskofu wameweza kuzungumzia swala hili na pengine wameshauri wanasiasa namna gani? Swala hili limeongelewa na maaskofu, hasa wamekashifu sana ile swala la kuwa na hiyo violence. Saa hii ni mapema sana kwanza siasa za vyama na kuanza kufanya kampeni ya mwaka ujao. Na tumeshuhudia kuhusiana na masuala ya watu kupigwa kanisani, kurushiwa tear gas, ni masuala ambayo maaskofu wamesema ni swala ambalo halifai. Wale ambao wanahusika lazima wachunguzwe na wachukuliwe hatua za kisheria. Kwa hivyo masuala ya uongozi mbaya, masuala ya uchafuzi wa jamii kwa njia ya matusi
kwa njia ya kupigana, njia ya violence, maaskofu wamesema si masuala mazuri katika jamii zetu. Pengine neno lako la mwisho ungependa kuambia nini Wakristo pamoja na wananchi kwa jumla tunapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao? Tukielekea katika uchaguzi mkuu ujao, tukiangazia masuala ambayo tumeambiwa na maaskofu wetu, basi tuweze kuzingatia haya mambo ya uongozi bora. Tusiende mahali, tusifuate viongozi kwa sababu ya mambo ya corruption, especially mambo ya kupatiwa hongo, bali hata katika kuchagua viongozi tuweze kuangalia wale waadilifu ambao wanaweza ongoza jamii zetu kwa njia inayofaa. Na asante sana. Bila shaka Lisa ni father wa eneo hili ameweza kusema mengi zaidi kuhusiana na yale yamejiri eneo hili. Tutakuwa tunawapasha watazamaji wetu taarifa hizi kwa kina mwendo saa 1 jioni kutoka kaunti ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47.